Naitwa Mangara Mangara kutokea eneo la Ilala kwa Sharif Shamba. Na leo hii nipo katika ile eneo ambapo nitaenda kufanya mahojiano mafupi na mfanyabiashara wa mkaa, ambapo mada leo itahusika na kuzungumzia ni kwa namna gani ambapo hao wafanyabiashara wa mkaa wameathiriwa na ujio wa sera hizi za nishati safi. Pembeni yangu niko na ndugu yangu ambaye yeye ni mfanyabiashara wa mkaa. Karibu sana ndugu, unaitwa nani? Naitwa Shabani Kajuta. Kwa upande wako nadhani ujio wa hizi sera kutokea katika mifumo yetu ya kiserikali, ujio wa hizi sera za nishati safi zimeathiri vipi biashara yenu ya mkaa? Biashara hii imeathirika kutokana wateja tunagawana gesi, kuna wengine wapo kwenye upande wa gesi na kuna wengine wapo kwenye upande wa mkaa. Asante sana. Kwa upande wako sasa kama mfanyabiashara mkaa, unadhani utachukua mkakati upi au mikakati ipi ili uweze kuhakikisha unawarejesha tena wale wateja wako ambao pengine sasa hivi wamechukuliwa na ule ujio wa hizi bidhaa za gesi, sola? Kwa upande wako kama mfanyabiashara mkaa, utafanya jambo gani ili kuwavutia tena wale wateja ambao wameacha kutumia mkaa warudi kutumia mkaa? Kwanza mkaa una umuhimu wake katika mapishi. Ndio. Vinginevyo kwa sisi wafanyabiashara wa mkaa tunahitaji kubunisha jinsi gani huduma ya mkaa unapatikana, we mkaa bora na wenye uwezo wakina wateja waweze kuhimili katika mapishi yao, tuongeze ubora wa huduma zetu. Basi ni hilo. Asante sana kwa ushirikiano wako. Kama ilivyoada, tumeweza kupata nafasi ya kufahamu athari mbalimbali ambazo mfanyabiashara huyo wa mkaa anakutana nazo tangu ujio wa sera hizi za nishati safi, lakini pia tumeweza kufahamu kwa upande wake kama mfanyabiashara mkaa anakabiliana nazo vipi ili kuhakikisha anaongeza kipato chake na kuwavutia wateja wengi kama zamani kabla ya ujio wa hizi sera za nishati safi. Mimi ni Mangara Mangara kutokea eneo la Ilala kwa Sharif Shamba. Mpaka wakati mwingine, alamsik.